Moja ya habari iliyopo ni kuachiwa kwa mlinzi wa Tundu Lissu ambaye alikuwa ameshikiliwa kwa makosa ya uchochezi, na huyu alitekwa nyumbani kwake usiku. Lakini bahati nzuri taarifa hiyo iliweza kujulikana haraka muda ule ule ambao alikuwa amechukuliwa, na baadaye ameweza kukaa kituo cha polisi karibu wiki 3 bila msaada wa aina yoyote kutoka kwa mamlaka zinazotakiwa kumhakikishia kwamba anapata dhamana, mpaka ambapo wanasheria walibidi waingie kati na kupambania, kwa sababu watu wengi hawaelewi katika nchi ambayo ina ustaarabu ni kwamba wenye wajibu wa kuhakikisha mtu anapata dhamana na kuachiwa sio mtuhumiwa wala wanasheria wake, isipokuwa ni wa haki ndio haswa unatakiwa kuhakikisha vitu hivyo vinatokea. Kwa hivyo ameachiwa, lakini mambo ya masuala ya uchochezi, kesi hizi zimekuwa ni nyingi, sheria iko wazi, na kawaida wanatakiwa kuwa na dhamana, haitakiwi kuwa na longolongo za aina yoyote ile au kumshikilia mtu, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo dhamana yake inaeleweka, na pia mtu hataki kushikiliwa kabla ya upelelezi kukamilika. Kwa hivyo hili swala la uonevu limeendelea limefanyika, lakini vile vile kuna kesi ya Mwambe ambaye naye alikuwa ameshikiliwa na mwanzoni alisema alitekwa. Ghafla zikatokea taarifa kwamba ametekwa na haikujulikana alipokuwa, purukushani hapa na pale, ikajulikana kwamba ametekwa na polisi, lakini kuna taarifa kwamba ameteswa, na huyu alikuwa ni waziri wa mipango na amewahi kuwa mkurugenzi wa kituo cha uwekezaji pia. Na katika mazingira ambayo yanashangaza ni kwamba tuliona swala Polepole, lakini sasa hivi ndani ya CCM ni kama kuna utekaji pia unaendelea, na haya masuala hatuwezi kuyachukulia kwa wepesi kwa sababu yanatuhusu. Kwa kadri mtu yeyote anavyotekwa, sisi tunajua kuna watu wametuumiza, walishiriki kupoteza haki zetu, lakini inapofika wakati wa mtu yeyote kuchukuliwa hatua, haiwezekani yeyote katika jamii akaendelea kuumiza watu, na hii tunatakiwa kuwa nayo makini sana. Ukifurahia masuala ya utekaji au uumizaji anayofanya Samia, siku nyingine yanakuja upande wetu huku. Kwa hivyo masuala ya utekaji ni hapana kwa aina yoyote ya yule mtu. Dhamana amepewa na polisi, ameachiwa. Kesi yake ni kutaka kumuua IGP. Sasa sijui, unajua majeshi yalikuwa na watu majasiri sana zamani, na walikuwa si watu waoga wepesi hivi. Haiwezekani tukaibuka tuume eti IGP anataka kuuawa na mtu, hamna ushahidi wowote, ameshikwa, amewekwa ndani, amepigwa, amefanyaje. Hamna taarifa kwamba labda IGP mwenyewe analalamika au kuna mashahidi gani waliona hiyo kitu, baadaye mtu anaachiwa tu. Sasa huni hao waliopo huko CCM tulikuwa tunawaonya muda mrefu, ili mamba limeanza kula huko ndani, chatu limeanza kumeza mayai ya huko ndani, wajipange, kwa sababu Humi Mwalimu na yeye alikuwa akijaribu kufuka mpaka, akakamatwa pale, akarudishwa, japo amekataa, anasema uzushi, hajasema uzushi kwamba alikuwa anasafiri, uzushi kwamba hajazuiwa, uzushi nini, anasema tu uzushi, akaingia mtini, lakini na yeye yupo kwenye mkondo. Umoja wa Mataifa imekutana na sekeseke la utapeli wa kisiasa nchini Tanzania, ambapo waziri wa mambo ya nje batili au kwenye serikali bandia Kombo alikwenda kumtafuta katibu wa Umoja wa Mataifa, na katika hali inayoonekana alikuwa na document ambayo ilikuwa inatakiwa kumpelekea, lakini yeye baadaye tukaona mavyombo ya ndani huku, vyombo hivi vya habari vikianza kuelezea kwamba wameonana, amemsifia sana Samia, amesifia Tanzania ni nchi sijui na amani na kadhalika, lakini mazingira yale yanaonekana yule katibu ni kama alikuwa anakunywa vinywaji vyake kadhaa pale, na inaonekana Kombo ni kama alichomeka akapewa kafursa aweke dokumenti yake pale asepe, lakini inavyoonekana yeye baada ya kupiga tu ile picha bila kuzingatia hali mazingira hayajakaa kama ofisi za Umoja wa Mataifa zilivyo, yeye ameanza kuzusha propaganda. Walimfanyia hivi balozi wa Marekani, naona sasa imekuwa mtindo mpaka wa kimataifa. Kwa hivyo jumuiya za kimataifa, kama mnatusikiliza, mjiandae, mtahitajika kupigwa picha nyingi, na baadaye hizo picha zitatumika kwa namna hii ambayo isiyoeleweka. Samia ameibuka Tanga kwenye kikao cha majenerali. Kawaida hivi vikao vinakuwepo, na hiki wanasema ni kikao cha 9, kwa maana vingine vyote hamjawahi kuviona na vimekuwepo kwa muda mrefu hivi vikao vya hawa majenerali, lakini kilichotokea ni kwamba akajipiga magwanda, akavamia kile kikao, akajipiga mapicha pale, akasambaza. Nadhani hii ni mkakati wake wa kujaribu kuwaonyesha wale wanajeshi wa chini ambao inaonekana ndani ya jeshi
wanachuki naye kutokana na mazingira ya mauaji aliyoyafanya, kwamba yuko na wale majenerali. Zile picha zimesambaa sana na kwa kiasi hakuna ujumbe wowote ule ambao kwa sababu kawaida communications haya maofisi makubwa, kama tungekuwa na ofisi zina hadhi, unapopiga picha na unapoisambaza kunakuwa na message unataka kuweka kwa wananchi, haieleweki na wala isemekani ni kitu gani alikuwa anadeliver zaidi ya kulifanya lile tukio zima kuonekana kama la picha fulani hivi kisha akakimbia. Alikuwa anatembea na helikopta mbili, naona sasa hivi mambo ni magumu, zote zikiwa juu kwa spidi ambayo ni hatari sana kulingana na hali ya barabara ambazo alikuwa anapita, na haijaeleweka kwa nini sasa hivi misafara hiyo inahitaji kusindikizwa na hizo helikopta mbili. Listi ya waliochangia mauaji, wale waliochangia bilioni 100 za CCM ambazo zimesababisha mauaji nchini imetoka na imeanza kuwa tweeted, na nadhani mimi nitapost, nadhani Damalia amesha post, hivyo muweze kuwajua wale ambao walishiriki kuchangia mauaji yaliyofanywa na serikali ya Samia kupitia CCM. Na kama kuna mfanyabiashara yote unamjua, basi akitokea kwenye hiyo list ujue utakapoenda kununua kwake au utakapotumia bidhaa yake utakuwa umeshiriki kuwaua wale ndugu zetu ambao wameuawa. Lazima tuanze kuwa serious kidogo, tuanze kuzingatia haya mambo. Hivi vitu vinavyotokea, watu wanavyofanyia kazi na kujikuta wametoa vitu kama hivyo, basi na sisi tunawajibika chap tunajirekebisha. Kama unaona kama kuna kitu ulikuwa unatumia basi unakaa nacho mbali kabisa. Kitu kingine, kuna onyo la njaa, nadhani utakuwa ni mwaka wa mabalaa, kuna mgao wa umeme na kuna ajira feki. Haya yote nitaweka kwa pamoja. Njaa imetangazwa, mwanzoni tuliambiwa masuala ya njaa yamekwisha, lakini sasa hivi nimeambiwa kila mtu ahifadhi chakula. Haieleweki kwa muda gani, kwa kiasi gani, chakula gani, kwa sababu kuna vyakula vingine huwezi kuhifadhi. Lakini mgao wa umeme na wenyewe umekuja na mgao wa maji umekuja. Jiji la Dar es Salaam liliwahi kuwa na matatizo haya miaka ya 90 huko kurudi nyuma, na baadaye likavunjwa baada kwenye ule utawala wa Waziri Mkuu Sumaye, likaundwa upya, visima vikachimbwa, kwa na bidii sana ya kuhakikisha maeneo mbalimbali yanaweza kupata maji. Lakini toka wakati huo miundombinu ya maji haijawahi kuboreshwa vile vya kutosha. Kuna maeneo kama Kinyerezi huko kuna bomba zilifika mpaka zinaitwa bomba za China. Bomba imechimbiwa chini mpaka inaoza inaisha, haijawahi kupitisha hata tone la maji. Na hii imesababisha hali ya usambazaji maji katika jiji hili na maeneo mbalimbali, kwa sababu tuna mito, tuna mabwawa, tuna vitu vingi ambavyo tungeweza kuhakikisha maji yako kwa ajili ya matumizi ya majumbani, lakini sasa kuna hilo tatizo la maji. DAWASA wao huwa wanasema tu hamna mvua, lakini mamlaka kama ya DAWASA inahitajika kuwa na ubunifu, kuhakikisha wana mabwawa, kuhakikisha wanachangia upandaji wa miti au uhifadhi wa maeneo yale ambayo yana vyanzo vya maji, kwa sababu haiwezekani labda DAWASA wenyewe wakawa wanachukulia tu kwamba yale maji yatatoka tu kwa mvua hivyo hivyo, lakini hawafanyi juhudi zozote fungu la fedha likaenda kule, na tunaona kwamba wanatumia ma-V8 wanajenga majumba ya thamani. Lakini kwenye nchi, hata hapa Afrika, nchi nyingi sana ambazo zinakuwa zinavuna, yani sehemu unayovuna ni kama ng'ombe unayemkamua, lazima uwekeze. Sasa miaka yote kumekuwa hakuna uwekezaji unaoeleweka, matokeo yake kila kunapoyumba tu kamvua kidogo maji hakuna, na yule mkurugenzi atakuja tu anawatangazieni maji hakuna. Basi hivyo imeisha kwake, huko atakuwa anajua anapopata maji. Hakuna uwajibikaji, hakuna nini, lakini kiuhalisia serikali ya Madagascar ilidondoshwa kwa sababu ya mgao wa maji na umeme. Dangote amezungumza kuhusiana na urasimu na ufisadi ambao ulikuwa unafanywa na afisa mmoja wa mamlaka ya udhibiti wa petroli huko Nigeria. Ni hadimu sana kusikiliza mfanya biashara wa Kiafrika akipambana kwa namna ambavyo amesikika Dangote akitaja ambavyo mkurugenzi wa mamlaka kama Iula anasomesha watoto wake kila mwaka, analipa bilioni karibu 11 huko Switzerland, na akiwarisia na watoto 4 na wote akiwasomesha. Kwa hiyo ni karibu bilioni 40, yani mtu analipa tu school fees, sio ya sekondari lakini ni ya primary. Na yeye Dangote anasema huyu jamaa amekuwa ni mnyororo wa urasimu. Mnaweza mkaisikiliza, ni interview nzuri sana, labda uko mbele tutakapopata nchi imenyoka, wafanya biashara labda wanaweza wakawa wanaamka na kuja kuzungumza mambo kama hayo. Hayo mimi ndio naweza kuyapata Damalia, lakini pia nitakuwa nafuatilia update mbalimbali, maana siku hizi wakati tunapokuwa kwenye space kuna watu wananitumia vitu viwili vitatu, na wengine huwa wanalalamika kwamba mbona hukuisoma na nini. Kwa hivyo nikipata chochote tena nitakuwa nanyosha mkono hapa na pale, napita haraka kwa ajili ya kuendelea na mjadala. Asanteni sana kwa usikilizaji na muda. Shukran sana, asante sana Mshabaha, nashukuru kwa kweli, na kama ulivyosema ukipata kitu basi utakuwa unatushtua. Mary, naona leo umewahi vizuri, una mchicheto tunasema kwa lugha zetu sisi wengine, lakini ni kwamba uko very enthusiastic. Najua last time ulitoa some ideas na naamini umeanza kuona tunazifanyia kazi, lakini karibu uweze kuchangia. Tunazungumzia maandamano bila kikomo, mbinu na mkakati. Karibu.
Asante. Na kweli last time sijui hata ni nini kilitokea, lakini nilikuwa very nilijisikia